Kila mtu kashuhudia dabi ya Kariakoo jinsi ilivyochezwa leo katika uwanja wa Amani Complex. Mechi ilikuwa live kabisa, ilikuwa inaonyeshwa na Azam TV. Kila mtu kashuhudia. Tathmini ya mpira ukiangalia kwamba timu zimecheza kwa vipindi. Kipindi cha kwanza kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 20 Simba walikuwa dominate mechi, lakini walikuwa hana pasi zenye maamuzi, yani kufungua ukuta wa Yanga. Kwa sababu kuna nafasi nyingi sana itakiwa zipelekwe pasi kwenye box la Yanga, lakini utakuta tulikuwa tunapigiana moja moja, tunacheza katikati, tunacheza pembeni, tunacheza wapi. Kulikuwa na ndio maana kipindi cha kwanza ndani ya dakika 20 hatujaona shoot on target yote kwa upande wa Simba, kwa sababu tulikuwa tunauchezea mpira, na kuna sehemu tulikuwa tufike sehemu ya matukio ndani ya dakika 20, na kama ni kuua mechi ilikuwa yani kuua mechi kwa timu ya Simba ilikuwa inataka uue mechi ndani ya dakika 20, kwa sababu Yanga tayari ishapata hofu, kwa sababu ndani ya dakika ya kwanza tu peke yake itakiwa Simba wao wamescore goal kupitia kwa Anisante Oula ambaye aliuchelewa ule mpira Diala kaenda kudaka, na kuna kosa jingine walinzi wa Yanga lilifanya, mpira tena ukarudi tena kwenye box la Yanga. Anisante Oula naye kashinda tena kwenda kuclear, yani kuconvert hiyo chance yani kuwa goli. Kwa hiyo kwenda kwenye matukio, tulikuwa tunafeli sana kwenda kwenye matukio. Na ukiangalia mechi ya leo ni kwamba Simba kipindi cha kwanza alikuwa tena kwa utulivu mkubwa sana, na katika hali ya kujilinda alikuwa anarudi wote nyuma katika kujilinda, na anapoiondoa timu alikuwa anaondoa yote timu inakwenda mbele. Ni jambo lilikuwa zuri sana, ilikuwa ni faida kubwa sana kwa Simba, lakini hasa umakini ule wa kuhitaji jambo ndio ulikuwa umetufarisha. Yaani umakini wa kuhitaji jambo ndio ulikuwa umetufarisha. Kwa sababu uja kuangalia mpaka hata dakika 10 zile ambazo nasema pale, hajawahi huyo Ibrahim Dombe hajawahi kupenyeziwa hata pasi hata moja kusema labda umhukumu mtu unasema labda huyu mshambuliaji wa namna gani, kwa sababu hajaletewa ni pendeze pasi zile ambazo zile pasi za kuongea kwenye mabox pale. Kwa sababu muda mwingi zaidi ilikuwa anapigwa moja moja huku pembeni, huku na huku mtu anaendelea pembeni. Kwa sasa wakati kipindi hicho mabeki wa Yanga walikuwa wako makini sana kuangalia nyendo ya Anisante Oula, kwa sababu walikuwa wanakisha huyu ndio ufunguo wa timu. Ribase Guo ufunguo wa timu. Walikuwa na kisha hawatoi nafasi. Kuanzia wingi wao wanarudi nyuma, na kuanzia yani wingi namba 11 anarudi nyuma, wanasema na kina Shada Kiboka, na huko upande huu walikuwa wanarudi nyuma huyu Maudi za Kuani, kwa sababu kusaidiana na nani na yao kwasi, na ndio maana ulikuwa na movement zile za Anisante Oula zile zilikuwa zinapotea. Ndani ya dakika 20 yani tuliweza kuchukua mpira, na ndio maana ball position ukiangalia ilikuwa 56 ilikuwa 54 kwa 46, kwa sababu ulikuwa unaonyesha mpira kama sisi tumechukua mechi, tunaitaka mechi na tunafanya vitu ambavyo tunavyovitaka sisi. Kwa dakika 20 ambazo nimeziona mimi pale, Simba tuko vizuri kabisa, tuko bomba kabisa, na hata kwa kujiamini kwa Tanji Kasari, unaona kabisa Tanji Kasari anarudishiwa mpira, anajiamini kwa hali ya juu kabisa, anampiga chenga pita Sharulile pale, anaondoa mpira. Ulikuwa ni kujiamini. Kuna kitu ambacho sasa kilikuwa tunakikosa sisi hapa kuhusiana na Yusuf Kagoma kupoteza sana mipira. Alikuwa anatoa wakati mgumu sio na Tanji Kasari, sababu anapoanzishwa mipira ile control mpira pale ilikuwa ni shida. Kama alikuwa na kitete hivi, na maana nina mipira mingi za kufanya pressing ya nguvu tu, basi mpira anarudisha, ndivyo sivyo tunashambuliwa. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunajishambulia, kuna dakika fulani tulikuwa tunajishambulia sana sisi kabla hata hajafunga goli, kwa sababu tulikuwa tunapoteza pasi. Na ukicheza katika mechi za dabi inatakiwa uwe makini sana kufika sehemu ya matukio, na uhakikishe kabisa kila mpira unaoletwa pale basi pasi yako ipige sahihi, na ndio kitu ambacho walichokuwa wamekiweza na upande wa Yanga, kwamba walikuwa wanatumia mpira, wakipiga pasi anahakikisha kabisa hii pasi ni sahihi, au akiondoa mpira anataka kuondoa katika malengo ya kwamba naokoa lakini nitapeleka mbele kwenye pasi. Hilo ndio kitu ambacho kilichowasaidia, na ndio maana wakiwasaidia wasifungwe kipindi cha kwanza. Ndani ya dakika 20 tumemiliki sana mpira, tupige sana pasi nyingi, na kama Mwamba Ibrahim Jabari kama nilivyosema ni badala sahihi kabisa wa Alessane Kante, kwa sababu jamaa wanaujua mpira, jamaa ni fundi wa mpira, jamaa anacheza mpira, na ndio maana hata walivyoona vile sasa Yanga wakajituma katika hali ya kukaba kwenye mashimo ambayo anapeleka Ibrahim Jabari, na ndio maana ukiangalia huyu Max Zengeri kavuja jasho sana katika mechi leo, kwa sababu alikuwa ni mtumwa wa mpira.
Ili ushinde katika mechi kama hii hizi dabi, lazima wewe kwanza uwe mtumwa wa mpira. Baadaye ukishaitawala mechi, umeshashinda, ndio piga mpira wako unaotaka wewe. Kwa hiyo sisi Simba tulikosa kitu kama hicho, kama kuwa watumwa wa mpira. Kuwa watumwa wa mpira na maana Yanga alivyokuwa anakuja na mpira, sisi tulikuwa nakaba kwa macho. Na hasa upande wa David Kameta alikuwa anafanya makosa mengi sana ambayo yani ndio tunamkumbuka show me the way. Na mimi nilikuwa naona hata kama tungeanza na moja kwa moja na Nathaniel Chilambo ambaye ni mtu ambaye mtulivu, yani na ni mtu mtulivu, anatulia na mpira na ana uwezo wa kumpunguza mtu mmoja akaingia kwenye position na katikati tukaondoka. Kwa sababu naona hata kama movement za David Kameta zilikuwa zimekufa kwa sababu gani? Alikuwa bado ana kitete. Hiyo yote lakini nimempongeza kwa kocha kuwapanga watu ambao waje kupata uzoefu kwa baadaye. Kweli kabisa ipo kwa sababu naona alikuwa na kitete lakini kidogo kacheza na baadhi ya saa kuna pasi alikuwa anapiga za katikati ambazo zilikuwa sio sahihi sana, na watu kwa tunajishambulia sisi dakika hizo. Na Balali kuja sasa mpaka dakika 30 ukuta kabisa timu bado yani zinatushana nguvu, yani uwiano ulikuwa ni mkubwa kabisa, yani mtu akienda mbele na wewe anaenda mbele mpaka dakika hiyo pale kwa hamna shoot on target hata moja pale. Lakini kuna kosa ambalo lilifanyika pata kwa Duchu huko upande huu hapa, kuja kumwachia huyu nani Shadrack Kiboka kupanda na mpira na kwenda kwenye patch, itakiwa mfuate mpaka kesho kamaliza kazi mpaka kule kwa Shadrack Kiboka kule. Lakini yote kwa wote naye ilikuwa yani ilikuwa vile vile huyu nani Yusuf Kagoma alikuwa inabidi acheze sana ule upande wa nani wa nani wa huyu nani huyu wa huyu Duchu, kwa sababu Duchu ndio alikuwa yani target ya Yanga alikuwa kupita kwa Duchu, na ndio walichofanikiwa wenyewe pale mpaka akapata goli. Yani kwa target yao ni kupita tu kwa Duchu kule. Tupite kwa Duchu tukatoe maamuzi. Na ndio walichokifanya pale kupita kwa Duchu na mpaka tukapata goli. Sawa. Na goli ambalo ukija kuangalia imefungwa goli kwa sababu bado ukabaji wa macho Ismail Ture. Beki kitasa ambaye namuamini kabisa, lakini leo kanidondosha ile kwenda kuangalia kwa macho, itakia afike moja kwa moja pale. So kwamba ulivyokuwa unapiga cross, yeye alikuwa anakimbia upande huko wa golikipa, lakini alikuwa baada ya kukimbia upande wa golikipa itakiwa amwangalie mtu anayekuja, na ndio swala ambalo kuna na ndio maana Albert Kagwanda yule alikuwa anaenda mbele, lakini alivyoona Ismail Tura anakwenda huko mbele huko kwa golikipa, yeye alirudi huko nyuma kusubiri pasi. Na leo piga pasi pale kamchungulia Tanji Kasari, na alikuwa ameshalifinya goli pale, akapiga akapress kichwa ikani goli. Ni goli safi, ni goli ambayo ni makosa ya ukabaji. Tumekaba kwa macho na ndio tukaadhibiwa kufungwa katika ile goli leo. Kiangalia kabisa ni kama unakuta timu yani katika mabeki tulikuwa tunakaba kwa macho, ilikuwa hatujipi ile homework ya kusema yani tufike mpaka yani tuhakikishe tumefika kwenye mpira. Kama tungesema tuna kila tukio tunafika kwenye mpira, hiyo jambo hata ile goli lisingepatikana. Lakini kwenye mpira yote kwa tunasema kwamba yakishatokea makosa ndio lazima mchezaji atajifunza kutokana na makosa. Hiyo ndio ilikuwa upande wa mechi ya leo. Kwa upande wa Simba hatuna timu mbaya, tuna timu moja nzuri. Kama na habari ambazo nimezifuatilia na najihakikishia kama ziko sahihi, na kama mida wote watakuwa wameshamaliza usajili kuanzia mpaka mida sasa usiku watakuwa wameshamaliza nayo. Kama yule Ismail Mgunda atakuja kukaa pale mbele pale, atatusaidia sana, kwa sababu kuna hiyo jamaa kwanza ana nguvu, yani huyo jamaa ana nguvu, ana ball control, anaingia anapiga mashuti. Tulikuwa tumekosa mtu wa namna hiyo kabisa kweli. Ukija kuangalia sisi klabu ya Simba toka mara ya mwisho toka wameondoka kina John Boko, tuna survive sana kupata washambuliaji hakika, yani wasilia, yani mshambuliaji kabisa sasa typical, yani typical striker. Hatuja kupata toka alivyotoka John Boko, toka alivyoenda Medi Kagere, toka alivyotoka Chris Mugalu, Mshimba Mugalu. Simba tumesurvive, na ndio maana tunatumia sana viungo, yani viungo ndio kufunga magoli mengi. Na utakuta kama kabisa kwamba miaka nenda miaka rudi utakuta Simba tu wanafunga magoli mengi kupitia kwa viungo kina Clatous Chama, kina Albase Bwe, kina Anderson Yaula. Kwa sababu nini? Typical striker katikati pale tulikuwa bado hatuna, umeelewa? Ili umpime labda Ibrahim Dombe kama ni mchezaji au sio mchezaji, lazima umpe zile pasi ambazo zenye kuongea. Kuna pasi zenye kuongea. Kwa siku ya leo sijaziona pasi zile, sijaona zimepigwa pasi baba. Pasi zile anapiga yani Neo Maema, na kama Taiba Ibrahim Jabari alikuwa anatamani sana kuingia pale, lakini Yanga walikuwa wanapiga zile nafasi zile, yani walikuwa nakaba sana kwenye njia za jamaa Ibrahim Jabari, kwa sababu wanamjua ni funde wa mpira, wanajua kabisa ukimwachia tazame yani askani timu yako atakudhuru. Kwa hiyo mimi nawapongeza kwa kujituma kuwa yani nyuma ya mpira, na kusema kwamba bwana sisi
tuchague kwamba wacheze mpira, lakini sisi tuchukue mpira, na hilo lilikuwa jambo jema kabisa kwa upande wao, na ndio limewasaidia mpaka mpata hilo goli. Na hata nilikuwa napenda hata kama kwa mechi ya leo, kama ilikuwa natakiwa kama kina nani Bakari Msimu kanaonesha kiwango, kaingia dakika 15, lakini hata Moses Abraham wameingia dakika 7 za mwisho, lakini kitu alichokionyesha ni kikubwa sana, ambacho yani mimi kinaanza kunijenga imani kabisa kama yaani kuna mambo fulani yakijengwa pale bado tuko vizuri zaidi, kwa sababu hii ni ngao ya jamii, misuli itafunguka, tutakaa vizuri. Baada ya mechi 5 ndio tutajua kutathmini timu yetu tuna muendelezo vipi wa kwenda katika matukio muhimu. Hilo ni jambo la muhimu sana kwa watu wa Simba kuwa na utulivu. Hilo ni jambo la Simba, yani kuwa na utulivu. Tusipende kuwa na mihemko ambayo haina msingi wa aina yote. Tusipende kuwa na mihemko, kwa sababu hii ngao imeshapita hii. Tumeshapoteza mechi ya leo, lakini bado kuna ligi marathon ambayo ni safari ndefu. Kwa hiyo natakiwa lazima tukae, na tuna club bingwa tena nakuja muda si mchache ndani ya kipindi hichi. Kwa hiyo hii yote hii yani lazima tuwe na kitu kimoja, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wengi sana majeruhi watarudi. Nilikuwa nategemea kama Tawiso nangu angekuwa yuko vizuri zaidi. Pengo hata la kina Duchu wala yani pengo la kina Shomari Kapombe wala usingeliona, kwa sababu hata huyu hapa Lucien Doroke anaweza kazima hata fullback mbili au huyu Ismail Tule anaweza kazima fullback mbili. Huyu Wilson nangu akaingia katika shimo la katikati, Lucien Doroke akacheza center back, na timu ikasonga ikaenda mbele, kwa sababu bado tuna Abdulrazak Hamza, tuna vitasa viko bomba kabisa, vizuri kabisa. Kwa hiyo bado mimi na uhakika na timu yangu, bado kwa pale mbele tukimtumbukiza huyo mtu huyo Ismail Mgunda kila kitu. Nimemsikia msemaji wa Mashujaa na amesema kabisa huyo Mgunda walikuwa kwenye kambi yao ilikuwa iko Tanga, kwa hiyo ameaga kila kitu na amempa baraka, kwa sababu biashara inafanyika. Kwa hiyo tunachosubiri kwamba watu wafanye malizo biashara, Ismail Mgunda aijiunga na timu. Ni mchezaji mzuri, atatusaidia kwa sababu kwanza ni mzoefu, kashaenda kucheza TP Mazembe, hana oga na ligi ya Tanzania, anaifahamu ligi ya Tanzania. Na huyu ndio mbadala sahihi kabisa. Na ndio ni mtu sahihi sana katika shimo la juu. Na kwa mzaa atafunga magoli, kwa sababu kuna watu kama atatengeneza pasi nyingi zaidi atafunga magoli. Mechi leo imeshapita. Kwa sababu ilikuwa ni kama ni bonanza vile, kwa sababu ni ufunguzi wa ngao, itatuma kama tumefungwa na mtani, lakini kwa sababu ndio ngao yake anaichezaga kila mwaka, tutakutana naye katika ligi, tutakuwa vizuri zaidi. Lakini kwa siku ya leo, na maana lazima tujifunze, na ndio maana Sibaka atakaa sana na wachezaji wake kuambia kama kuna mechi za maamuzi. Kama leo unakuta kabisa sisi tulikuwa tunacheza tuna dominate mpira, ni kama kama show game vile. Kama ilikuwa kama siku Simba. Ule uharaka kutaka kitu ulikuwa haupo. Ule uharaka ulikuwa upo. Unakuta kama labda Ibrahim Jabari alikuwa anapiga sana pasi zinafika pale. Lakini watu kutawanyika, kina Arsene ule kitakutanyika kwenda kutafuta nafasi, kwa sababu kama kina Libasegui ingine katikati pale, mlete Medemede huyu katikati pale, aingia katikati, unaanza kumtoroka na kimbia, basi movement zote zilikuwa kama hazipo, kwa sababu tayari watu walikuwa wameshabana njia na walikuwa wanajitoa sana. Wachezaji wa Yanga walikuwa wanajitoa sana kwa udi na uvumba, kwa nguvu sana. Kwa hiyo mchezaji Simba atakia upigane jasho, pambane kwa jasho. Nimemwona Chelsea Mara ni yule ambaye ni mtu ambaye akipata mpira lazima ataka kuingia kwenye boxi. Na ni mzuri. Kuna vitu vidogo vikirekebishika pale kwenye timu ya Simba, bado Simba itakuwa iko bora kabisa na itakuwa nzuri. Na ndio maana sasa mimi kwa Ismail Mgunda namjua toka prison Ismail Mgunda, namjua ameenda tena JKT, na nimemfuatilia sana. Ni mtu quality player hiyo. Ni quality player, ni mchezaji ambaye wa kiwango kile anakupa kiwango kile. Ameenda Mashujaa, tulimuona shule alikuwa anapata kina Lucien Doroke na Ismail Tule. Kwa hiyo Mgunda, kwa sababu ni jamaa na nguvu, na akikaa pale mbele pale safu ya mbele mabeki wa mbele pale atapata shida kweli. Na kama tungekuwa tuliwahi katika usajili wake akawa katika timu safari, naona zile mistake wale kina Baka wale walikuwa hawana uhuru, lakini leo walikuwa wanapata uhuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunavyoshambuliwa lazima yeye Dombi arudi chini aisupport timu.
Na umeona kabisa kuna mechi yaani aliweko kuna wakati mgumu nani Bakari Mwamnyeto na huyo nani Baka, kwa sababu alikuwa anaingia kwenye pacho pacho, yaani mshambuliaji halisi anaingia kwenye pacho pacho za mabeki. Hiyo nayo ilikuwa inasaidia kwa kipindi fulani, unaona kama, na ndio maana hata alivyotoka yule pale nani Dombia, kana kama timu imepotea. Kwa sababu timu imepotea kwa sababu mtu ambaye alikuwa anasababisha watu kidogo waonekana kama kuna mtu pale mbele tayari katoka. Kwa hiyo Yanga alikuwa anaamua kucheza sasa mpira tu, anakuja kwa sababu nini pale kama Mpanzo, unajua Mpanzo ni mwepesi kabisa kwenye mpira ya juu. Mpanzo sio mzuri sana kwenye mpira ya juu. Yeye Mpanzo anataka mpira ya chini kwenda naye katika mpira chini. Big up sana Bakari, msimu unaonesha kabisa alikuwa maoni mpambanaji, na kocha hajakosea kukuleta pale Msimbazi. Ni big up sana, ongeza juhudi, utapata namba na utafanya makubwa sana na kutabilia makubwa sana. Jamani wana Simba, tuwe wamoja, tutulie, tusipoteze timu yetu, tuipambanie timu yetu. Sisi tuna timu, isipokuwa kuna makosa madogo. Kosa la leo kwenda kukaba tu leo ndio limegharimu mechi, lakini kama tungeenda yani comfortable kama vile, yani compact kama vile, yani kama mara ya kwanza tunapoenda kushambuliwa tunarudi wote nyuma, lakini tunarudi kwa kukaba. Sisi tunarudi kama tunaangalia tu nafasi. Lakini kosa moja ambalo anafanya Ismail Tule kwenda kukaba nafasi, yani kukaba kwa macho, ndio limetugharimu kwa kweli storm mchezoni kwa mechi ya leo, kwa sababu nilikuwa mimi naangalia kiufundi zaidi na mpira leo. Kwa naangalia kiufundi sana mpira leo, ndio nimeelezea haya machache ambayo kwa upande wa klabu ya Simba na kwa upande wa klabu ya Yanga, kwa sababu upande wa klabu ya Yanga walikuwa wanajitoa 100% wanafika kwenye matukio. Na hii Simba kama tutakuwa tunafika kwenye matukio kama alivyokuwa nani Ibrahim Jabari, nimemuona Ibrahim Jabari kufika kusema matukio na kupoteza pasi kwa kina Alisa Teula. Kwa sababu kama Alisa Teula kapoteza pasi zaidi ya 5 nimeziona pale. Yusuf Kagoma kapoteza pasi zaidi kama ya 7 nimeziona. Zile pasi zote zilikuwa kapoteza zilikuwa ni hatari. Na kuna ngoma kama Ismail Tule tena naye akapiga pasi ambayo ikamkuta nani Peter Shauri, kwa sababu tu naye sio mtulivu, naye ndio maji ya jioni akashindwa kuscore. Lakini ile nilikuwa na hatari kweli kweli, yani kama ile unampata kama Alibasegue pale kwenye kamba, unapata ile Santaolo kwenye kamba pale, mchezaji wa kwenye kamba, kwa sababu kashamchungulia golikipa pale. Ni timu yani, ni makosa madogo ambayo hataki kuto kujiamini sana kupita kiasi. Uko unacheza mpira usijaribu sana kwenda yani kucheza mpira show game, yani kuwafurahisha mashabiki. Kwanza shinda. Yani kwanza tafuta kile kitu ushinde, alafu mwisho wa siku wafurahishe mashabiki, piga pasi unavyotaka wewe, galagala na mpira pale. Hii ndio mechi ya leo, kwamba Simba tumepoteza wenyewe kulingana kukaba bila kutumia, yani kukaba kwa macho, hatujafika sehemu kwa watu.